Habari ya watu kukaa mahabusu, vikesi vidogodogo, vitu vya kijinga jinga, vitu vingi tu. Habari ya watu kukosa dhamana kwenye vikosa vya kijinga jinga, viko vingi tu. Habari ya watu wakati mwingine mtu ana hamu, maana unajua kuna wakati unakuwa na watu wana roho mbaya. Unakuta mtu mmoja amekaa na roho mbaya pale, ana hamu tu mwenzake alale mahabusu. Sasa kwa kuwa ana hamu alale mahabusu, anajua Jumamosi na Jumapili hakuna anayepata dhamana, anakupeleka kituoni saa 9 kasoro hivi siku ya Ijumaa, ili tu awe na uhakika utalala siku 2. Sasa tunao watu wa hivyo kwenye nchi, lakini kule kwenye mapendekezo yale anasema vitu gani vitafanya mtu akae mahabusu, kesi gani zitafanya mtu akae mahabusu. Uwezi tu kuamka asubuhi unambandika mwenzako kesi alafu hiyo. Sasa mambo haya ndio nasema ile tu tukisema anachohitaji rais kujua ni kwamba watetezi wa haki za binadamu wanaunga mkono maelekezo yake ya mapendekezo ya Tume ya Haki Jinai yatekelezwe. Tukifika hapo tutakuwa na nchi nzuri sana. Tutakuwa na nchi bora kuliko wakati mwingine wote ambao mnafikiria. Kwa hiyo naomba mtoke hapa mkijua kwamba fursa tumeipata ya kupata katiba mpya kabla ya 2030. Kupata katiba mpya kabla ambayo itatumika katika uchaguzi wa 29 na 30. Narudia kutumia maneno magumu, tukomae hapo. Na naongea na Watanzania wote, naongea na wana CCM, naongea na upinzani, naongea na asasi za kiraia. Nawaambia wana CCM, katiba mpya ni kwa faida ya watoto, wajukuu wenu na vizazi vijavyo. Nawaambia vyama vya upinzani, katiba mpya ni kwa faida yenu, watoto wenu, wajukuu na vizazi vijavyo. Nawaambia asasi za kiraia na watetezi wa haki za binadamu, katiba mpya ni kwa faida ya watoto wenu, wajukuu na vizazi vijavyo. Katiba mpya ni kwa faida ya nchi yetu. Tupigane wote kupata katiba mpya. Tukishafika hapo, kasi ya maendeleo na mabadiliko kwenye nchi yetu itakuwa kubwa kuliko mnavyofikiri. Mwezi Mei, wakati rais anaapisha majaji, kama mlisikiliza hotuba yake, Mheshimiwa Rais alisema, katika moja ya maneno alisema haki ni msingi wa amani. Haki ni msingi wa amani. Na mimi alipomaliza pale, wakati tulipoongea baadaye, nikamwambia Mheshimiwa Rais, kama kuna kitu na kushukuru ni wewe kusema hili, haki ni msingi wa amani. Kulisema hadharani, ili viongozi wote tulio chini yako tulihubiri hili kwamba haki ni msingi wa amani. Ukishaanza kuogopa kutamka haki ni msingi wa amani, unaanza na kuona haya kutekeleza haki. Maneno yanazaa matendo. Kwa hiyo tunapoanza kulitamka, maana yake ni kwamba sasa tunajielekeza katika kulitekeleza. Hakuna mashindano ya nani anaanza. Haki ni msingi wa. Haiwezekani mtetezi wa amani akawa adui wa haki na mtetezi wa haki akawa adui wa amani. Alifikiriki. Ni jambo ambalo ni muhimu tujiepushe nalo. Mimi natamani tuwe na Tanzania ambayo kila Mtanzania anajisikia fahari ya utanzania wake. Kila Mtanzania anajisikia amani ndani ya nchi yake. Kila Mtanzania anajisikia yuko salama ndani ya nchi yake. Kila Mtanzania ana hamu ya kuchangia katika maendeleo ya nchi yake. Hiyo ndio nchi naitamani.
Natamani nchi ambayo tunatofautiana katika itikadi, tunatofautiana mambo ya vyama vya siasa, tunatofautiana mambo ya dini na makabila, lakini tunatambuana kwa utanzania wetu. Hii ndio nchi ninayoitamani. Natamani nikikutana na mwanaharakati yoyote yule, nimtambue kwa uwezo wake wa kufikiri na kushawishi. Maana kuna wakati namwangalia kwa mfano Maria Sarungi. Maria Sarungi, wakati sisi tunasoma shule ya msingi, nilikuwa nasoma shule ya msingi Oysterbay pale. Tulikuwa tunasali wote kanisa la Oysterbay. Sasa sisi St. Peter pale. Sasa sisi tulikuwa tunapenda kwenda misa ya Kiingereza. Yes, sijui Kiingereza alijifunza wapi, lakini tulikuwa tunapenda misa kwenda ya Kiingereza kwa sababu yeye anaenda kusoma somo vizuri pale. Kwa mimi nikikutana na Maria, ninachokumbuka haraka ni akisoma somo kanisani. Na wakati ule kwa jinsi alivyokuwa akisoma vizuri, mimi nilikuwa shule ya msingi wakati ule, nilipojua mama yake ni mzungu, nikaanza na mimi nitaoa mzungu ili watoto wangu wao wanasoma kama yule. Ingawa maisha magumu sana, baada ya kuoa mzungu nikaishia kuoa Msambaa. Lakini nachotaka kusema ni kwamba natamani nikiwa mimi mtu ananiona pale nimekaa na Maria Sarungi aseme wanaongea mambo ya nchi yao. Wanaongea mambo na wako na amani. Hamna uhasama, hakuna uadui. Hiyo ndio aina ya taifa ambalo natamani tulijenge.